Kwa nini Trump ameikasirikia NATO? Imekuwaje muungano wa nchi za magharibi na Marekani sasa unaelekea kutoweka? Twende pamoja. Vita vya Iran, Marekani na Israeli vimeleta mengi sana na vimefanya mataifa mengi kukumbuka wao ni kina nani, wanatoka wapi na wanataka kwenda wapi na wajisimamie vipi. Rais Donald Trump wa Marekani kwa upande mmoja analimezea mate eneo lote la ardhi ya Canada ambayo ni mwanachama wa NATO, na kwa upande mwingine ameonyesha kuwa na dhamira kuinyakua sehemu kubwa ya ardhi ya Denmark ambayo nayo pia ni mwanachama wa shirika hilo la kijeshi. Hasira za Trump dhidi ya shirika kuu la kijeshi la nchi za magharibi zinazidi kushtadi siku baada ya siku. Katika siku za karibuni, rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Trust Social, NATO haikutusaidia huko nyuma na wala haitatusaidia katika siku za usoni. Maelezo hayo ya Trump yanaashiria msimamo wa shirika la kijeshi la NATO wa kukataa kujiunga na Washington katika vita vya kichokozi ilivyoanzisha Marekani kwa kushirikiana na Israeli dhidi ya Iran. Wakati wa mashambulio ya pamoja Marekani na Israeli dhidi ya Iran yaliyoanza tarehe 28 Februari mwaka huu na kuendelea kwa muda takriban siku 40, nchi wanachama wa NATO zilikataa kujiingiza kwenye vita hivyo. Baadhi ya viongozi wa nchi wanachama wa NATO walitamka kinagaubaga kuwa vita hivyo si vita vinavyohusu NATO na hakuna sababu yoyote kuishambulia kijeshi Iran. Kwa mujibu wa mkataba wa NATO, endapo nchi moja mwanachama wa shirika hilo itashambuliwa, nchi zingine zote wanachama zitakuwa na wajibu wa kujiunga na vita hii ili kumuhami mwanachama mwenzao, ukiwa ni msingi wa kujihami kwa pamoja, kwa kuzingatia kuwa Iran haikuwa imeshambulia kijeshi Marekani mnamo Februari 28. Kanuni ya kujihami kwa pamoja ikupata msingi wa kisheria wa kutumiwa na nchi wanachama wa NATO. Mwelekeo huo uliofuatwa na shirika hilo la kijeshi la magharibi umemhakikishia na kumkasirisha sana rais wa Marekani ambaye nchi yake ndiye mwanachama mkuu. Katika wiki za hivi karibuni, Trump amerudia mara kadhaa matamshi makali na ya kejeli dhidi ya NATO na nchi zake wanachama, ikiwa ni pamoja na kuliita shirika hilo la kijeshi la magharibi chui wa karatasi. Lakini mbali na hayo, Trump amewahi mara moja kutamka hadharani kwamba anafikiria kuiondoa Marekani katika NATO, hatua ambayo kama itachukuliwa itapelekea kusambaratika taasisi hiyo kuu ya kiusalama ya nchi za magharibi. Hii ni pamoja na kuwa bunge la Marekani tayari limeshapitisha sheria inayosisitiza kuwa kujiondoa Marekani katika NATO kutawezekana tu kufanywa kwa idhini ya bunge hilo, na haionekani kama uamuzi huo uliotangazwa na Trump utaweza kupata uungaji mkono wa Congress. Pamoja na hayo, inavyoonekana Trump anakusudia kuendeleza vita vyake vya maneno dhidi ya NATO pamoja na vitisho vya kujiondoa katika shirika hilo la kijeshi, huku akiendelea kuzibana nchi wanachama zikubali kutekeleza ajenda ya kushupalia vita inayofuatiliwa na Marekani katika kila pembe ya dunia, kuanzia Ukraine na Venezuela hadi Iran na China. Wakati huo huo, mielekeo ya rais wa sasa wa Marekani ya kutumia mabavu na vitisho dhidi ya NATO imezusha hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa washirika wa kijeshi wa Marekani katika pande mbili za Atlantic. Bila kujali wala kuzingatia maoni ya nchi zingine wanachama wa NATO kuhusu vita vya Ukraine, Trump ameishinikiza Kyiv ikubali kutoa sehemu ya ardhi ya nchi hiyo kwa ajili ya kumaliza vita na Russia, hatua ambayo imewatia hofu washirika wa Marekani wa barani Ulaya. Lakini mbali na hayo, kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita, utawala wa sasa wa Marekani unaoongozwa na Donald Trump umekuwa ukiingilia masuala ya ndani ya nchi wanachama wa NATO kwa namna inayolenga kuhakikisha vyama vya kiafidhina na wanasiasa wa nchi hizo wanaomshabikia Trump wanaingia madarakani. Na nikwambie, jarida la Foreign Policy la nchini Marekani limetahadharisha kuwa vita vya kichokozi vilivyoanzishwa na Marekani na utawala kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran ni nukta ya kushuhudiwa mabadiliko muhimu yanayopelekea kudhoofika muungano wa magharibi. Ikinukuu shirika la habari la ISNA, tovuti ya Paris Today imeripoti kwa jarida la Foreign Policy limeandika kwenye uchambuzi wake kwamba vita dhidi ya Iran si mzozo wa kieneo tu, bali ni nukta ya mabadiliko muhimu ya kijiopolitiki ambayo yamesambaratisha kwa kishindo kikubwa mfumo wa kimataifa uliohodhiwa na kudhibitiwa na Marekani. Uchambuzi huo unasisitiza kuwa vita ulivyolazimishwa kupigana Iran vimetoa kipigo angamizi kwa mfumo wa kimataifa unaokaribia kukata roho ulioko chini ya uongozi wa Marekani, na kwamba Washington sasa imegeuka kuwa tishio kubwa zaidi kwa mfumo wa kimataifa. Jarida hilo linalochapishwa nchini Marekani limeendelea kueleza kwamba hatua ya rais wa nchi hiyo Donald Trump ya kutanguliza kuanzisha vita hivi tu pasi na kuwa na hoja na mashiko ya kisheria imeurasimisha uvamizi na uchokozi kwa mbinu na njia ya kawaida ya kutatua tofauti baina ya nchi mbalimbali.
Kwa mujibu wa wachambuzi wa jarida la Foreign Policy, kwa kauli yake Trump ya kutishia kuteketeza miundombinu ya kiraia na hata kuangamiza ustaarabu mzima, ameugeuza uhalifu wa kivita kuwa taktiki ya kijeshi na turufu ya kurubuni kidiplomasia kwenye meza mazungumzo. Kitendo cha jeshi la wanamaji la Marekani cha kuweka zuio la baharini katika mlango bahari wa Hormuz nacho pia kimeelezewa kuwa ni kulifanya jambo la kawaida suala la kuizingira kwa silaha njia ya kijiografiki ya uchumi wa dunia, jambo ambalo limeutia doa kubwa uaminifu na itibari ya kimaadili na kisheria Marekani. Jarida la Foreign Policy limeendelea kueleza kwenye uchambuzi wake kwamba vita dhidi ya Iran sio tu vimesambaratisha mfumo wa kimataifa, lakini pia vimedhoofisha muungano wa nchi za magharibi wanachama mkataba wa kijeshi wa pande mbili za Atlantic NATO. Nchi za Ulaya zimekataa kutekeleza ombi la wito wa Trump wa kuzitaka zipeleke vikosi vyao vya wanamaji kwenye mlango bahari wa Hormuz, na zimeweka mpaka pia wa kutumia kambi zao kwa ajili ya kuishambulia kijeshi Iran. Katika mjibizo aliotoa kwa hatua hizo, Trump amewaita washirika wa Marekani wa barani Ulaya waoga na kutishia kujitoa kikamilifu katika shirika la kijeshi la NATO. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.